Asante. Nataka nizungumze nawe kiongozi wa kiroho au kiongozi wa Kikristo. Na nataka nikupe dhana moja tuelewe. Tusije tukachanganya mambo. Wewe kama kiongozi. Na ninataka tumzungumze kiongozi wa Kikristo ni nani? Kwa ufupi tu. Na tutaongozwa na kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19. Biblia inasema, vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Ni nini hasa jukumu la kiongozi wa Kikristo? Si kuongeza namba ya waumini kanisani tu. No. Sio kuwa na wahudhuriaji wengi katika ibada. Afasema mtu ni kiongozi maana na watu wengi sana wanahudhuria ibada. No. Kiongozi wa Kikristo ni yupi? Ni yule kiongozi au mtu anayemfanya Kristo aumbike ndani ya watu anaowaongoza. Huyo ni jukumu kubwa la kiongozi wa Kikristo, kumfanya Kristo aumbike ndani ya watu anaowaongoza. Huyo ndio kiongozi wa Kikristo, sio mwenye wahudhuriaji wengi wa ibada. Kwa sababu unaweza kuwa na watu 800 halafu walio sawa na Mungu ni watu 20 tu au 10. Lakini katika hao walionao Kristo anaonekana vipi? Na ndio maana wakati mwingine mekuwa na watu ambao wanapitia changamoto nyingi na hazina majibu, kwa sababu umeshindwa kumfanya Kristo kuumbika ndani yao. Wewe kiongozi wa kiroho, nasema na wewe. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Huyu mtu ni yupi? Akiwa ndani ya Kristo. Mtu aliye ndani ya Kristo ni mtu aliyefanikiwa kumfanya Kristo aumbike ndani yake. Huyo anapokea mambo mapya. Usihangaike sana kuongeza namba ya wahudhuriaji kanisani, isipokuwa hakikisha unamfanya Kristo anaumbika ndani ya watu. Mungu akubariki.